mimi na shughuli. Mdogo wangu anaolewa. Acha. Hilo nalo nenda ukaambia. Mama shughuli. Wala usijali shogangu mimi tena. Nakwambia. Na saa hivi ile udila nalichana mpaka hapa. Ili iweje? Ili iweje? Hivi nyinyi mmetoka makwenu, mmeacha shughuli zenu, mmekuja hapa kunipotoshea mke wangu? Mume wangu, mimi ni mtu mzima, naweza vipi kupotoshwa? Hakuna mtu kipande. Haya anaongelewa hapo, ona hapo sawa? Sikilizeni niwaambie. Kama nyinyi hamjaolewa au wengine mmeachika, mnajua nyinyi. Huyu ni mke wa mtu. Hebu tokeni katika mji wangu. Tokeni siwaone. Msitaki kuniharibia mke wangu. Mume wangu, tabia mtu inaharibiwa vipi kama ana tabia yake ya asili? Mimi mtoto mdogo ili nifundishwe tabia? Wewe unaona mambo unafanya mnaongelea hapa sawa, si ndio? Kwani kibaki kipi umekuta tunaongea hapa? Unajua mimi sitaki upumbavu kabisa, mimi sitaki upumbavu ujue. Kama wewe umeolewa umeachika, unataka kuniambia tokeni hapo. Malaya wakubwa nyinyi. Nimekuchoka hiyo tabia yako. Unaona ulichokifanya sawa? Kipi kibani kwa naongea hapa? Rafiki zangu wasije kunitembelea. Wafate basi. Wafate kacheze matarumbeta. Niwafuata. Si wataka kusasambua, nenda kasasambue, wafate. Kachezeni matarumbeta. Matarumbeta? Ndio. Tutaenda kucheza. Nendeni mkasasambue. Nimekushindwa mimi nakwambia. Wale washakata kamba. Wanakuja kuharibia wewe ndoa yako. Shoga zako nini? Shoga zako Nimekuchoka bana mwanaume wewe. Kila siku wewe nongwa tu. Basi wafate, nendeni mkacheze matarumbeta. Nendeni mkacheze matarumbeta basi. Yaani mimi nakwambia mwanamke wewe, tabia hiyo ya kuja na mashoga zako hapa nyumbani ni sitaki. Sitaki bana, hebu niache. Usipomsikiliza mume wako utamsikiliza nani? Hivi mume wangu, mbona unakuwa na hila yako hapo wewe? Marafiki zangu wamekufanya nini? Mbona rafiki zako wanakuja hapo mimi nawapikia chakula wanakula? Mbona kwa rafiki zako wakiwa hapa kelele zako zote sizisikii? Mwanaume wewe. Shida yako ni? Kwa hiyo wale makwao hawana kazi za kufanya mpaka waje hapa. Kuna mkutano hapa? Hapa hakuna mkutano, lakini mimi na rafiki zangu. Kwa mjumbe hapa. Kwa ina maana rafiki zangu wasije kunitembelea, si ndio? Nikipika chakula kibaya. Nikifua nguo mimi nguo sijatakasha. Kila nilichokifanya kwako ni kibaya. Nikufanyia nini mwanaume wewe? Hapa kwa mjumbe? Sio kwa mjumbe mume wangu. Hapa kuna mambo mengine tunaambiana ukweli. Hapa kuna mkutano? Hamna mkutano mume wangu. Sasa wasipokaa kwa waume zao wakapika katika ndoa zao, hapa wanafuata nini? Wanafuata mimi rafiki yao. Sasa mimi nikiwa kama mwenye nyumba sitaki kuona mtu hapa. Watakuja. Hawaji. Watakuja. Subutu. Alafu mume wangu unapoelekea ninakuchoka. Napoelekea mimi hapa nitakuacha na ile pango lako. Subutu. Na siku nitaondoka kwetu. Nenda. Tena unachelewa. Na rafiki zangu hapo watakuja, utake usitake, nishakwambia. Na yani hapa nimuone mtu atie kwato zake hapa. Watakuja. Namteka miguu. Watakuja nakwambia, hiyo lako utabaki nako mwenyewe hapo hapo. Wewe mwanamke wewe, hiyo jeuri yako hiyo, utarudi kwenu kwenda kula miogo na kisamvu. Mtaondoka, lakini hao rafiki zako wewe pia hawaji. Na rafiki zangu kama bado nipo hapo. Nimekutoa kwenu kule kijijini, mlikuwa na hali ngumu, unakula miogo na kunde, unakuja hapa unakula nyama, unajifanya wewe jeuri. Lakini ulinipenda. Usinijibu. Nishakwambia usinijibu. Nimekaa kimya muda mrefu mume wangu, lakini yaani wewe unajifanya unajua kuongea, usinijibu nitakutia.
usiniingilie. Sawa baba, sawa. Usiniingilie katika ndoa yangu. Nisamee mwanangu, nisamee. Ondoka. Nisamee. Mume wangu ni mama. Nisamee. Mama ndio mama yako wewe, ndio mama yangu mimi. Lakini kama kinikosea nampa makavu yake. Nisamee mwanangu, mimi ndio mkosefu wa kuja kuwasuluhisha katika ndoa yenu. Nilifikiri labda wanangu mtaishi vizuri katika ndoa yenu. Mwanangu Mariamu, mimi naenda. Hapana mama. Utabaki na ndoa yako na mumeo. Mama fanya uondoke. Mama fanya uondoke hapa. Ngoja niende mwanangu. Nenda unachelewa. Hivi mwanaume. Hivi unajua kama umefukuza mamangu ule? Umemfukuza mamangu ni sawa umenifukuza mimi? Ule ni mamangu mdogo lakini kanilea. Sasa mama yako ndio umemtuma aje kunitukana mimi hapa. Kwa hiyo wewe unaamua. Hivi unajua nongo wako wewe inazidi? Mume wangu kila ninachokifanya kwako wewe ni kibaya. Nipike kibaya. Rafiki zangu waje kunitembelea. Hadi mamangu umemfukuza. Usuluhisho gani wa kupendelea upande mmoja huu? Unakosea mume wangu. Na kusikiliza inafikia. Jenga wewe. Kama mimi sio fundi nakosea. Jenga wewe kibarua. Naondoka. Siwezi, nimechoka. Naondoka, siwezi nimechoka. Nenda kwa dela lako la 2500 hilo. Wewe unakwenda kukusanyana na mama yako mnakuja hapa kunitukana mimi? Ndio naondoka. Kwani mimi nimekuokota wewe? Nimekukuta katika mwembe dodo, nimekukuta chini nikakubeba. Wewe si kwa nimekoa kwa wazazi wako kwa alizaa yenyewe umetaka mwenyewe umelazimishwa. Unaondoka kwetu basi. Panya buku wewe. Unaipangia masharti mimi nyumba yangu, mji wangu, mke wangu. Unaipanga masharti mimi kama kwa mganga dawa hii, kunywa dawa hii kaika njia panda hii usinywe. Inakuwa kuaje? Marufuku tena usinije. Nitakupiga na stuli. Wewe usinijibu. Usinyamche mistani ya kwetu mimi ya mkulanga wewe. Nitakupasua stuli mimi sasa hivi hapa. Leo nataka kujua kitu gani kilichokuwa kinakuchelewesha. Kitu gani mume wangu? Naoga tu huko hamna ninachofanya. Mbona unaivu hivyo? Sababu wewe mwanamke haiwezekani unakwenda chooni masaa 8. Wewe tangu sasa unachokioga hicho unakioga kitu gani? Shamaliza tayari sasa. Ah. Na usiwe unanifuatafuata chooni mimi friend. Kama una mambo yako mimi nakufuata sana huko. Au mambo yangu mtu asikogope hadi nyumbani anifuate mimi. Mume wangu unatia aibu. Hadi majirani wanaongea. Ushamwona nani anamlinda mkeo akienda kuoga? Sikia mtu na mambo yake. Sisi kwani mambo yao tunayafuatilia. Basi nishamaliza. Ndio ufanye tutoke humo. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Hivi mwanangu mbona unanongo wewe? Muone kwanza. Hebu toka. Unanimwagia maji? Tatizo lako mume wangu wewe nongwa inakusumbua. Unanitia aibu hadi majirani wanaongea. Kwani mimi leo siku yangu ya kuzaliwa? Unanongwa mume wangu mpaka majirani wanaongea. Kila sehemu Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday pia toilet. Happy birthday to you. Mimi nanongwa? Ndio mume wangu. Ananongwa shangazi yako. Unanitukania wazazi wangu mume wangu? Kusota nikae mimi nanongwa, mimi nanongwa. Unanitukania wazazi wangu? Tatizo lako mume wangu wewe nimekuchoka. Muone. Afu wewe mwanamke wewe unajifanya una maneno sana. Sipendi. Upendi nini?
umekuja tofauti. Mimi tena nakupenda wewe. Kwa mahaba. Utaipenda. Au sio? Viatu hivi viatu. Niliona nikakupenda, ni vizuri. Nikajua nawe utakupenda. Vizuri. Kwa hiyo kitu kikipenda wewe na mimi nitakipenda. Sijamaanisha hivyo mume wangu, ila nijua tu hivi viatu utakupenda. Si kampuni gani mama anaita Adidas, Alistar. Ndio mume wangu, yani Vizuri sana. Hivi viatu vizuri. Tena vizuri. Haya makampuni ya siku hizi. kizuri. Kiatu kizuri. Kimenipendeza. Kiatu kizuri. Tena kimenipendeza kwa kweli. Nilijua tu utapenda. Umenunua duka gani? Hata sijanua dukani na. Nikutana na mama mmoja hapo njiani. Nikaona ninunulie mume wangu. Atakupenda. Yaani umekutana na muha hapo njiani ukanunua hivi viatu. Ndio mume wangu. Hivi mke wangu. Unaona mimi poyoyo? Kwa nini mume wangu? Ona mimi zezeta kabisa. Kivipi? Wewe viatu umeongwa, unanipa mimi nivae tena nitame mtaani dunyu 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 dunyu. Kwa viatu uliongwa na mwanamume mwenzangu. Unaoka gani kama hivi viatu nimeongwa? Wewe umeongwa. Wewe nimekupa bei gani? Hela niliyokupa mimi ndio inatosha kununua viatu hivi? Ndio. Wewe usinidanganye mimi wewe. Umetoka hapa na 2500 tu. Hela ilikuwa itoshi kwa matumizi yako na kununua viatu. Hivi viatu umeongwa na utaniambia viatu hivi nani kakuonga? Yaani mwanaume wewe unanongwa. Sijui upendwe vipi wewe mwanaume. Mimi nakwambiaje? Wewe leo utaniambia nani amekuonga hivi viatu? Kama muha, kama miwa, kama miogo, utakwenda kunionyesha alikuonga hivi viatu. Twende huko, usiniletee upumbavu mimi. Twende ukanionyeshe. Yamekuwa hayo. Usiniletee ujinga mimi wewe. Mimi sio bwege, mimi sio boya. Mimi Dar es Salaam nimekuja kitambo. Sio zezeta mimi. Mbona najuta? Twende ukanionyeshe mwanamume alokuonga hivi viatu mpaka ukikulipa mimi univeshe. Twende huko. Twende. Va. Kibamoto wewe! Kibamoto! Abe mume wangu. Sasa unafanya nini huko? Nakuja. Nitoe maji nikaoge niwe kazini. Nakuja mume wangu. Sasa muda wote ulikuwa unafanya nini ndani? Ya kidogo basi jamani Yaani wewe kutoa ndoo hapo tu kuleta hapa unaona tabu. Mume wangu, mbona una maneno wewe hivyo lakini Yaani mimi nikahangaike, nitafute hela, wewe kutoa ndoo ndani tu kuleta hapa ushaona shida. Nisamee mume wangu. Nakuomba unisamee mimi basi tafadhali. Unaniuzi bala kibongoto. Nisamee mume wangu. Halafu, mimi kuniita jina hilo mume wangu sipendi. Sina jina langu loniolewa wewe mume wangu Kwa nini niita jina hilo? Mimi sinipendi bana. Sasa kibongoto si ndo jina lako la asili? Ndio, lakini mimi sipendi jina hilo. Sasa mimi ndo napenda nikuitae kibongoto. Basi. Sababu ndo jina umepewa na wazazi wako. Haya, sawa, nimekuelewa basi ingia ukaoga. Haya, naingia mke wangu kibongoto. Haya, mimi nipo ndani. Haya. Kakaangu. Niambie sister. Nafikiri unanikumbuka vizuri. Nakumbuka sister. Niambie. Vile viatu ulivyoniuzia. Mzigo mwingine ninao, vimemtosha fresh. Si bora ingekuwa hivyo. Kumtosha vimemtosha vizuri. Vipi? Jamaa kavikubali sana shemeji. Nakwambia bwana yule ananongwa. Nongwa vipi? Nongwa yake imempelekea kujua mimi vile viatu nimehongwa.
Sasa ili kwa vipi mpaka ajue kwamba umeoa? Yaani yule bwana yule ana hila kwapa. Hata umfanyie kizuri vipi bado atakiona kibaya. Yaani tabia zake inakuwa ni kama cheche inasubiri tupwe kwenye msitu imalize msitu wote. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje sister? Mimi nilikuwa nina ombi moja tu. Unisaidie kitu kimoja. Kitu gani tena? Nilikuwa naomba nikurudishie vile viatu, unige ile pesa. Sasa sister. Unarudishaje viatu afu pesa nimeshatumia? Au unajua yani nauza viatu naenda kununua mzigo mwingine nauza. Unajua jua kali hili sister. Sasa napata wapi pesa kukupa? Nisaidie kakaangu. Mwenzangu huko nyumbangu imewaka moto. Chini ulinzi. Enza hapo hapo mlipo. Tulia hivyo hivyo. Nimekubamba. Kumbe nilikuwa namtafuta mwizi wangu, kumbe wewe unanichukulia mke wangu. Mwizi nani? Wewe mwizi wangu. Unakwenda wapi? Mwizi huyo. Mwizi huyo. Mwizi. Alafu wewe mwanamke wewe na malaya wako. Hapo ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa nini? Kila siku nakwambia nini? Mume wangu taratibu. Nakwambia nini kuhusu malaya? Nakwambia nini kuhusu malaya? Sasa leo nakwenda kunitambua. Wewe umelina nongwa hili. Nongwa? Wewe sikutosheleze. Mimi sikuridhishi. Mimi wewe uniambii kitu. Uniambii kitu nikakuelewa. Yule muuza viatu ni bwana wako. Kwa sababu mimi picha nimeiona kabisa. Siwezi kukuelewa kibongoto hata mara moja. Wewe yule muha ni bwana wako. Mume wangu wewe nongwa. Inakusumbua nongwa. Hivi mume wangu mbona unakuwa hivyo wewe? Na ndio maana kumbe muda mrefu ulikuwa sijui unanitetea. Mimi nilikuwa nakufuatilieni hadi zile njia zenu mnakopita pita, na ndio maana nikagundua ile ndio sehemu yenu kukutana kila siku. Hivi unajua kama mwanaume nimekuchoka? Na mimi nimekuchoka vile. Kama mwanaume ufanyie zuri likawa zuri. Zuri gani unafanyia mimi wewe? Hakuna zuri la kufanyia Kimangoto nakwambia kibongoto. Mimi kwa hili uniambii lolote. Wewe umeona kibaya kipi pale? Light ningekujua kabla sijaolewa na wewe. Asilani abadani nisingeolewa na wewe. Potelea mbali. Utajua mwenyewe. Nongwa kama nini? Ni mwanamume ufanywe nini huoni kama mwanamume gani anaweza kuvumilia tukio ambalo kaliona katika macho yake kabisa na akazidi kukaa na wewe na kukwambia ukweli? Nani? Anafanya nini pale? Nini? Sawa, ule ukaaji ukaaji salama. Ule ukaaji salama. Wewe, mwanaume wewe. Mwanamume mimi ndio mwanamume mimi. Siku moja itakuja kuwa mjukuu. Nakwambiaje, wewe utaniambia kwa nini umeamua kutembea na muuza viatu? Mume wangu nakuheshimu sana na ninakubalia kimya imefikia tu. Unikala kitu nini bwana kelele bwana unanogana maana wewe? Unanogana mimi maana kuniambia mimi wewe. Sipendi mume wangu nimekuchoka. Toka hapa. Wewe una nenda kumbe mwanamke. Niende wapi? Nini? Siendi kokote. Nenda kumuuza viatu. Siendi. Mimi nakwambiaje, wewe mwanamke mimi usitaki kunizugazuga, usinizugezuge. Mimi nimeona kila kitu. Na shemeji. Karibu mdogo wangu. Mpokee basi mgeni begi. Karibu mama. Karibu sana. Karibu shemeji. Unaenda wapi sasa? Mara hii. Kwa hiyo leo tunakula nini jioni mke wangu? Nimechoka bwawa na maharage. Shemeji karibu. Za hapa kwema tu. Kwema. Salamu tu. Sawa, Umekuja shemeji umefika. Kama umekuja wewe hapa umefika, hamna shida, hamna wasiwasi. Sasa tupo hapa tunaishi kwa amani, tunaishi kwa upendo, tunapendana kweli na mke wangu. Sema sasa hivi shemeji kubadilika yani. Mzali hivi. Tofauti na mara kwanza nilipokuwa. Bwana hebu fanya haraka mimi nataka niwe kazini, muda unaenda huu. Sawa mwanangu, lakini kuna kitu nataka tuongee. Haya niambie. Jana kuna maneno fulani nilikusikia unaongea. Haya maneno gani? Kumuuliza vile ndugu yangu ndio. Nimemuuliza nini? Iyo kumuuliza sijui ataondoka lini. Kumbe. Ndio. Ulikuwa unanizeveza mie? Unajua ndio maana nchi wenzetu wanaendelea. Uko duniani, yani Ulaya. Kila kitu kinakwenda katika utaratibu. Yaani kitu kinakwenda hivi, kinakwenda vizuri. Mimi nilikuwa namuuliza yule ili nijue katika mipangilio yangu kwenye mambo yangu ya kazi, nijue jinsi ya kumpangia budget siku anazokaa mpaka siku atakazoondoka, ili niweze kujua muda huu huyu mgeni anavokaa
anatumia kiasi gani, bwana, na lini anaondoka, ili niweze kujua bajeti yake anatumia kiasi gani. Hilo ndio lilikuwa lengo langu. Angekuwa ndugu yako ungemuuliza? Inategemea. Inategemea Sasa mimi ubaya wangu uko wapi? Unaona vizuri hivyo mume wangu? Ndio. Nimefanya kitu kimalengo. Sio vizuri mume wangu. Bwana, mimi nifikie jambo lenyewe la maana, unanichelewesha kazini. Upende, usipende, utajua mwenyewe. Bwana, nashukuru kwanza kwa kunikaribisha kwa ujio huu. Na niseme nashukuru sana kuona mshenga kama wewe. Kwanza bwana, nashukuru kwa kunikaribisha nje kama kuna msiba hapa. Hii ni dalili moja ya kuonyesha umundani humu fitna. Tukiacha na hayo, labda nizungumze kitu kimoja ambacho ningependa nikuulize wewe. Wewe bwana, ushenga ulijifunzia katika ndoa ya mdogo wangu mimi, ama ushenga una experience nao kwamba ushafanya sehemu nyingine? Ukiwa na maana gani? Maana yangu ni kwamba unapokuwa mshenga mzoefu, ushazoea kwenda kufanya ushenga, lazima utaenda kumwozesha ama kumtambulisha mtu katika ukoo, ile familia, mtu mwenye tabia nzuri njema zenye kupendeza. Na wakati wewe unakuja pale, niliona kabisa utaleta kijana ambaye ana tabia za kupendeza, mcha Mungu, mwenye ustaarabu, tofauti na mtu ambaye umetuletea sasa hivi. Unajua vipi? Mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Unajua kubadilika tabia kwa mwanamke ndani ya ndoa, hiyo inatokana na tabia ya mume wake. Na kubadilika kwa mwanaume kwenye ndoa yake, hiyo inatokana na tabia ya mke wake. Alafu ukilizungumzia swala la ushenga, mdogo wangu, mimi ushenga na professional nao. So kweli. Listen to me. Nakusikiliza. Listen to me. Nakusikiliza. Mimi ushenga nimeuanza toka mwaka 1661. Hata hii Tanzania hii hawajaungwangu. Sasa baba, miaka hiyo Yaani Tanzania haijapata uhuru. Listen to me. nakusikiliza. Kipindi hicho hii nchi inajulikana kama Tanganyika. Wewe kama umeanza ushenga Tanzania haijapata uhuru, kipindi cha Nyerere ushakufa na kiduku hiki. Ushakufa zamani. Nyerere alikuwa hata mambo ya kipumbavu. Naomba nikwambie kitu. Mimi tabia yenu nimeanza kuona muda mrefu sana. Mimi nilikuwa na mashaka tangu kipindi mnaleta barua. Ile barua imeletwa imechanwa ujue. Barua imeletwa mpunga hujatosha, mpunga umeletwa wa kusuasua. Sijawahi kula na barua ya uchumba inaletwa barua ina shilingi, mmenekea shilingi 20, shilingi 50. Barua inaitwa noti nyekundu. Lakini nyinyi mmeleta shilingi, sijazidi hata 15 pale. Hapa. Ndio maana nasema hivi. Mimi ndoa nimeanza long time ago. Wakati huo mimi napeleka posa. Zamani hiyo. Lazima uwe na kikapu. Unacheza basket au nini sasa? Utajua wewe? Ukiwa na kikapu, ndani ya kikapu mule unaweza ukaweka miogo, mahindi, mtama, kuku pembeni. Hiyo ndio posa. Lakini sasa hivi nyinyi mmebadilisha utaratibu. Utaratibu unafikia hatua mtu akitaka kuweka posa, barua ya posa ndani lazima awe na 50, laki, milioni. Unaoa nini? Tandamu. Wewe unapewa jitu limiraba 4, mwanamke amenenepa katika familia yao, afu wewe upewe mali ndogo. Nani alokudanganya? Alafu baada ya miezi 2 arudi kwao. Sina nyonga. Wewe mzima kweli? Wanasayansi tu hawajathibitisha. Ngoja nikwambie kitu. Ndio maana sasa hapa mimi kila ninapoangalia hatua zako za unavyoongea, naona siku ile labda kuna vitu vilikusaidia kuja kuongea katika familia yetu. Kwa sababu mimi nilikuwa na mashaka na ushenga wako tangu siku ambao unakuja na wenzio wale. Kwanza ile barua ambayo mlikuwa mmeileta pale, barua ya uchumba. Ile barua ilikuwa imepigwa parati, imechanwa.
Mmeleta barua imechanwa, mkaungaunga na gundi si za mkorosho zile, mkatiatia maplasta, mkatuletea. Kinidhamu pale mlikuwa mmeteleza. Bwana mimi narudi. Kilichonileta hapa kikubwa, nataka nisimame nacho ili mimi usinipoteze muda. Tell me. Bwana mdogo wako naomba mfikishie mashtaka haya. Hivi mdogo wako anamfanya mimi dada yangu punching bag. Umekuja kuniletea mdogo wako pale ajifunze tabia kwa kuishi na mdogo wangu? Mdogo wako amebadilika tabia. Wakati anaoa mlisema yule ni mcha Mungu. Hakuna mcha Mungu, yule mcha shetani. Mdogo wako amekuwa mlevi wa matabu-tabu, watu wangokota wanambeba katika matololi. Mdogo wako anavuta mibangi, nyumba za watu zinataka kuungua kwa sababu yake. Mdogo wako anakula ugoro juu na chini, anaweka paka kwenye macho, hata Wamasai kawashinda. Nyanje kwenye swala la ugoro, hapo sina la kukupinga. Ugoro anapiga. Sasa ugoro, mimi hata mdogo wangu anawezaje kumpiga kisi? Uoni hiyo ni tabia ya uchafu? Hujakalisi kwa bibi yake. Yote 9. Mimi mdogo wangu wa kike, kwetu familia yetu tumeumbwa kutafuta. Vibiashara vyake alivyokuwa anafanya vyote kamfilisi. Lakini kinachoniuma kumpiga kama ngoma. Mdogo wangu ana majeraha, utafikiri kapata ajali, kumbe anaishi na mwanaume. Hayo mapenzi gani? Kwao hajaua yule. Kwao pako vizuri, kaka yake mimi mwenyewe niko vizuri. Kama ulikuwa hujui vizuri, mimi nina fedha ya kumlea mdogo wangu na ninaweza nikafanya maamuzi kulingana na dini inavyoniruhusu. Nikaja nikamnyofoa kama kipanga na nichukua na nirudisha kwetu. Hajaua yule. Sasa kabla sijafanya jambo lolote, sijafanya hatua zozote mbaya, nimekuja kukushtakia wewe ambaye ni ndugu yake, ambaye ni mshenga wake, kwamba bwana, ndoa ya mdogo wangu inaelekea pabaya. Mdogo wangu mimi sio goma kusema lidundwe muda wote. Mdogo wangu mimi sijamleta katika ile nyumba au kuwakabidhi nyinyi pale aje kuwa mfano wa kukondeshwa. Mdogo wangu mimi nimemleta pale mjenge uko wenu, kwa sababu si uko wetu wa nyota. Kwa msitaki kutuchafulia nyota zetu kwa mdogo wako, kumfanya mdogo wangu mimi punching bag. Mdogo wangu wakati anaingia katika ile ndoa alikuwa na kilo 90, sasa hivi ana kilo 21. Ngumi zinashusha kilo. Sasa kama mnataka tushushane kilo, ukoo huu mloingia ukoo sio mdogo. Sisi sio familia kawaida. From Tanga, ngumi zilipoanzia na Kalet. Sisi na Kigoma kidogo tunafanana. Fakimia sisi akina Mwakijo. Baba yetu mdogo amezama Tumla. Baba yetu mkubwa ameenda kumzaa nani huyu? Huyu nani anapiga mbakati anaua? Anawashusha wazungu kwa kama maembe yanavyodondoshwa na nyani au popo. Sisi watu wa mchezo bwana. Kama ushawahi kusikia kuna ukoo uliowahi kubadilisha kabila lao, ndio ukoo wetu sisi wa kwanza. Hakuna ukoo wote wahi kubadilisha. Kwa kama yanamfanya mdogo wetu punching bag, kitakachomrudia atakiona maishani mwake. Nakwambia ukweli baba. Sisi ndio watu wa kwanza kubadilisha kabila. Ushakusikia kabila linabadilika wewe? Kuna sikia dini tu. Sisi tumetoka katika Wasukuma, tumetoka katika makabila ya kijeshi, tumehamia katika kabila letu hili. Taarifa umezisikia. Kama wewe mshenga umeanza tabia zako katika barua, unataka kuleta njanja, endelea. Mdogo wako atarudi kiwete. Kwa sababu ukokoa kuchezea. Hiki kijumba unakiona hiki, kumbe mimi kijumba kina Kisukuma hiki. Naweza Kisukuma kikamia mtaa pili kule. Ndio uangalie nani anaweza kuhamisha nyumba. Baba. Sisi tuna misuli ya imani. Huko kabla tujaelewa vizuri tunaanza kusemezwa huko. Wacha huko anakalia mpumbavu. Sasa hii anasema uko wao wakina Matumla. Hasa kwa taarifa yako, mimi ukoo wangu umechanganyika na watu wenye wazifa wao. Mimi ukoo wangu nimechanganyika na Brigade, Mayweather, Tyson. Wewe unaletea kila nani asiyo kina Mwakinyo? Mwakinyo amezoea kupiga Arabu koko.
Wewe unaandaa kwa bonga nganga? Mtu apige mtu ngumi ashini mpaka akaroge. Mtu anapiga ngumi kwa mazoezi, pati mwenyewe, ukipigwa umekaa. Mtu anapiga ngumi mpaka anakuwa crazy. Mohamed Ali, hayati Mwenyezi Mungu amrehemu huko alipo. Kilichomfananisha mpaka mtu apate stroke nini? Ngumi za uso, ngumi za kichwa. Tengeneza ubongo, puga. Kinyo. Kinyo ndo nani? Huyu mwanamke ni mzito kwa kila jambo. Hivi hapo dukani kuna umbali gani? Ananichelewesha kazini mimi mpaka nipishane na hela kwa sababu yake. Nilikuwa nalalamika. Lazima nilalamike. Unajua kimenichelewesha nini? Sasa wewe dukani hapo tu tangu muda umeondoka ndio unarudi sasa hivi. Mume wangu, asubuhi change zinasumbua. Usiniletee ngojera zako. Usiniletee mashairi mimi. Hebu nipe hiyo hela niwahi kazini. Kwa hiyo ndo nilewe vipi sasa? Change kama nilivyokuambia. Kaniambia hivi, nitampelekea pesa yake kwa sababu ananiamini. Amekupa bure? Hajaniambia bure. Kaniambia baadaye nitampelekea kwa sababu ananiamini dukani kwake huwa anaenda. Ina maana watu wote ambao wanapa mahitaji hawapi bure, akupe wewe bure. Mna agenda gani? Kwani hajui kama wewe mke wa mtu? Kesi ndio? Sijui bwana. Wewe mwanamke wewe. Yaani nakwambiaje mimi lazima nilifanyie kazi. Shakuzoea. Haiwezekani wewe mke wa mtu upewe vitu bure. Mbona watu wengine wote hawapi bure? Hapa kuna kitu kinaendelea. Mimi nasema sikubali. Wewe kibogoto wewe usifanye kucheza mimi na akili yangu. Ulipolala wewe mimi ndio nimeamka. Kuna agenda ya siri hapa kibongoto. Na nakwambia kibongoto ushazoea na mwenye duka yule unaleta madharau. Mimi ndo nahangaika na mwaga jasho kutafutia wewe riziki. Sio yule mwenye duka. Ina maana duka lake ndio wewe mtego. Duka lake kile kibanda mtegesha kuchukulia wake za watu. Kibongoto sio mimi. Na lazima nimfanyie kazi na nitamfuata, simwogopi. Ataniambia tu ana agenda gani na mke wangu mpaka anampa sukari bure. Una agenda gani asili na mwenye duka? Mbona mimi aniamini anakuamini wewe? Hajui kama wewe mke wa mtu? Hapa kuna kitu. Katikati hapa kuna kitu kinaendelea. Mimi nalifanyia kazi. Ili swala mimi sikubali, lazima nilifanyie kazi. Ina maana wewe katika duka hili kwanza unanichelewesha. Nyanje, Rebecca. wewe ni ndugu yangu. Lakini ndugu yangu wewe, nikikuangalia, yaani nashindwa hata kukumaliza. Nini sikuelewi kabisa. Hivi unajua Nyanje kwamba sasa hivi hivi sina kutoka? Umri umesogea. Lakini sasa kama ni utu uzima, wewe una utu uzima. Nyanje sasa hivi umebadilika sana. Umeelewa? Yaani Nyanje umebadilika. Ukirudi nyumbani kwako, umejaza ugali juu na chini. Subiri kwanza. Ndugu yangu hiyo kashfa. Kwa nini nakukashifu? Mimi ni mtu mzima. Yaani unanitusi. Mimi nina akili zangu timamu. Unaponitusi nakuwa najielewa. Mimi nakutusi wewe. Ndio maana yake. Ninakutusi kivipi? Niambie kitu gani ulichoniitia kwako? Wewe ni mtu mzima lakini ni mtu mzima kisheti. Yaani unakufa huku na utamu wako. Umeelewa? Wewe hapo mimi nimepokea malalamiko. Umeelewa? Malalamiko hayo wewe umemfanya mkeo kama ngoma. Mkeo umemfanya kama ngoma. Gondo amekuja hapa ametoa malalamiko. Amenikuta niko uani hapa. Katoa malalamiko mengi sana. Kwamba wewe ukirudi umejaza ugala unamtukana mkeo. Kaka, mwanamke apigwi. Mwanamke anapigwa na upande wa kanga. Mwanamke anapigwa na nyama ya ulimi. Mwanamke apigiwe hadharani, mwanamke anapigwa chumbani kwa taarifa yako. Unajua unaweza ukawa wa kwanza kuzaliwa lakini ukawa bogas. Wewe una utofauti na mbuyu. Mimi? Unajua mbuyu? Mimi mbuyu? Mbuyu mkubwa lakini katikati upo wazi. Kwa hiyo mimi kwa mbuyu. Mimi nimekuwa buyu. Una maarifa.
Wewe buyu na mpumbavu. Mimi ni mpumbavu? Mpumbavu ni wewe ni mjinga. Kwa hiyo kumbe yale ninayomwambia mimi mke wangu namjenga katika ndoa yangu, wewe unamfundisha ndio akayafanya. Na hapa nimegundua wazi kwamba kuna uwezekano yale ninomkataza mke wangu, wewe ndugu yangu unamwambia akayafanya. Kwenda kucheza matarumbeta na kufagia uwanja. Mimi ndio wewe kumbe nyama. Kumbe ingeendelea. Yaani mimi nakujenga familia yako na kujenga ndoa yako ile kwa hiyo bora. Mimi na bomoa ndoa yako. Unaongea na kima? Mnaongea na kima? Wewe ndio unabomoa ndoa yangu. So mimi namjenga mke wangu, mimi natengeza ndoa yangu kwamba hili asifanye na hili alifanye na hili asifanye. Kwa hiyo kumbe mimi ninayoyafanya yote, nyinyi wenzangu mnakuja mnambomoa kimaadili mke wangu. Yule mke wangu mimi wa ndoa. Kama wewe ulikuwa mshenga, kazi yako imekwisha. Kwa nini nakuharibia wewe? Yaani mimi nakubomoa ndoa yako wakati mimi najenga familia, najenga ndoa yako. Wewe ndio unabomoa ndoa yangu. Mimi sibomoa ndoa yako. Wewe mpumbavu. Mimi ni mpumbavu sawa, lakini wewe ndio mjinga. Ni heri ya mpumbavu kuliko mjinga. Kwa sababu mpumbavu itafikia hatua ataelewa tu, lakini mjinga katu abadani haelewi. Sasa wewe hauelewi, wewe ni mjinga. Alafu nikwambie kitu kimoja, upo katika himaya yangu. Alafu wewe unanizalilisha. Kaa ukijua kwamba mimi swala la ushenga, mimi nisikuanza leo wala sikuanza jana. Hapo mimi nisha control ndoa nyingi kibao. Kwa taarifa yako, ndoa ya Alakeli pamoja na mke wake yule pale nani yule? Yule nani yule? Bahati yako nimesahau. Iwe tauni ya isi, iwe ya Alakeli, lakini ninachokwambia kwamba wewe unabomoa ndoa yangu. Yule mke wangu mimi wa ndoa. Kama wewe ulikuwa mshenga, kazi yako imekwisha. Mimi kasema wewe unamtia aibu. Yaani wewe unamtia aibu mimi ndugu yako. Alafu kama ukijua mimi taaluma ya ushenga nimeianza muda mrefu sana. Nimeozesha yaani ndoa nyingi sana. Umenielewa sio? Lakini wewe kutokana na tabia yako baba utaoa wanawake mpaka unakufa. Wewe unaona hata kwa sababu wewe mwanamume unagubu. Potelea mbali. Sawa. Mimi namtaka mwanamke alikuwa sahihi. Sawa, alikuwa sahihi. Wewe mwenyewe utakuwa sahihi, utakuwa badilike. Mimi nakwambia kweli wewe ndugu yangu. Na mwenyewe badilike vile vile. Kama mimi nibadilike, na mwenyewe badilike vile vile. Nasema listen to me. Afika ukijua kwamba uko katika himaya yangu. Upo katika himaya yangu. Naweza nikakufanya kitu chochote. Babu mkubwa. Unanizalilisha mimi wewe? Sasa mimi nakwambiaje? Mimi sina ndugu kama wewe. Una ndugu kama mimi? Sina ndugu kama wewe. Una ndugu kama wewe ni mpumbavu. Mimi mpumbavu. Haiwezekani mimi unibomolee ndoa yangu wakati mimi najenga. Asante sana. Mimi si mpumbavu. Nani kiumo usije kunitazama. Mbona kitu simple hicho? Si unanipunguzia matatizo? Yaani mimi usiponialika katika shughuli yako, umenipunguzia hadi nimekutoa mchango, pumbavu. Tena hata kama nikifa ukija wewe jeneza langu alinyanyuka. Nasema vipi? Ulinyanyuka. Yaani si nyanyuka sisi tunakuacha tu unaweza. Wewe hutaki maendeleo yangu. Firauni yuko wapi? Firauni kagandishwa mpaka leo. Maendeleo yangu mimi huyataki. Nasema vipi? Yaani wewe ukifa kama jeneza lako lisipoinuka, yaani imekuwa furaha kwa serikali kwa sababu wanakufanya jumba la makumbusho, maiti ya makumbusho. Una agenda gani na mke wangu? Mimi niona agenda gani na mke wangu? Au ndio unamfundisha kwamba mke wangu aende katika matarumbeta, mke wangu afagie uwanja? Mimi naongea na nyani. Funika kombe mwanadamu apite. Maneno alisemwa. Asante sana. Na ukija siku nyingine uje kwa mguu wema. Hapo sio kwako. Hapo ni kwangu. Sawa? Upo katika himaya yangu. Hata nikwambie hapo hapo nyumbani kwangu. Sawa? Kuondoka hapa sio sababu kwa na mimi sina akili. Sawa? Naepusha tu lawama. Naona sasa tunafatana. Kuheshimiana tunafatana hadi katika mambo ya ndoa. Mimi namjenga mke wangu, namfundisha maadili mema. Kwa hiyo kumbe wao wanakuja wanambomoa mke wangu. Nimewaolea wao. Tandarubeta. Sio kwangu. Alafu mwenyewe nishagombana naye. Ninasubiri nini? Ondoke sasa ukamata uchawi hapa. Shoga yangu. Hapa. Safi za huko kwako. Mwenzangu huko nilikotoka. Moto umewaka. Tena. Hakulaliki kule. Hakunyweki. Mwanaume ananongwa. Mambo yamenifika hapa. Nikasema ngoja niende kwa shoga yangu mimi. Nijaribu kuomba ushauri.
Haya mambo ya ndoa mimi siyawezi kuyaingilia rafiki yangu. Siyawezi kabisa. Kwani usiende kwao? Nimeshaenda shoga yangu. Lakini bwana yule akiambiwa na nongo wake ndo kwanza anapaa. Sauti mpaka mtu kule anamsikia. Hiyo ndio mambo ya ndoa anapoingia na kuogopa bwana. Mwanaume ananongwa kama mimi mbaya. Mwanaume ananongwa yule najuta. Sina hata hapo. Najuta hata nilikutana naye vipi yule mwanaume. Yaani ningekuwa na uwezo wa kubadilisha mambo, nisingetamani kuolewa na yule bwana. Bwana mama mimi unanitafuta nini? Sasa mimi nitafuta nini? Unatafuta nini ndani ya familia yangu? Bibi nitakachotafuta wewe mwanaume wewe. Huyo mke nimekuolea wewe? Huyo mkeo wenyewe ndo wazimu wake toka huko akaja hapa. Nimemuita mimi. Nimpigia simu mimi. Samahani baba. Tena samahani. Tena ukija hapo utambua sio kwako hapa. Ni kwangu mimi. Ukija uje heshima zako, sawa? Wewe mjumba nyumba 10 hapa. Na wewe kilichokufanya kutoka nyumbani asubuhi kuto kufanya shughuli za kunisaidia mimi, umekuja kufuata umbea hapa ni nini? Mambo gani mnaongea ya maana hapa zaidi ya kualikana mashughuli? Na mnamtaka mke wangu awe msasambuaji? Awe anamwaga lazi kwenye matarumbeta? Sijawaolea nyinyi. Kibogoto, kwa nini unashinda kunielewa mke wangu? Hao ndio wanaovunja ndoa, marafiki ndio wanaoharibu ndoa yangu. Asa unaomba mimi nimemuita mimi asikajileta mwenyewe. Usinichefue naomba wewe. Tena mwanzo na mwisho. Alafu na wewe. Shoga yangu naomba uondoke. Mimi sitaki kelele nyumbani kwangu. Sawa. Hata wewe pia una na urafiki unakufa. Naomba unyanyuke uondoke. Sio kwa kabisa kama makelele kwako, huyu mwanamke wako kama unamtaka mbebe uondoke. Makelele mchezaji wa South Africa. Wewe mama anakuambia ukome kukaa na mke wangu kumpampa maneno. Unajua wewe naomba msepe chukua mwanamke wako uondoke hapa. Angalie kwanza. Makelele wivu kiasi gani? Wewe dunia nzima. Mwanamume peke yako. Ile dume taila. Dume kaa ile alieleweki. Wivu gani wewe? Wivu gani uko na wewe na maana mzima wote ana hivyo ndo pekeko ndo mwenye wivu. Mimi kama ndo maisha yenyewe ndo haya. Kuolewa. Sina hata shida kuolewa. Na sina shida ya mwanaume. Maisha gani? Maisha takia utumwa. Shida mimi siolewa. Na sina hata shida kuolewa. Kama mimi haya siolewa. Kitakachotokea kati yetu sisi. Nimekuvumilia sana mume wangu. Ndoa ni jambo la heri, hata Mwenyezi Mungu amelibariki. Wenzetu wanaishi kwa amani na raha wanapobarikiwa kupata ndoa hiyo. Lakini kwangu mimi hadithi imekuwa tofauti. Nimekuwa kulia kila siku. Kweli hayo maisha? Yaani imefikia hatua mpaka usiku ukiingia na muomba Mwenyezi Mungu utakucha saa ngapi wa usiku? Mume wangu umenifanya nimekuwa kituko, yani uko babani kote nakopita nanyoshewa vidole. Yaani imefikia tu mpaka nikikuona unarudi nyumbani jioni moyo wangu unashtuka. Nasema nitalala vipi leo? Maisha yamekuwa kwangu ni ndoto mbaya. Hapumui mpaka mume wake amwambie kupumua. Hanywi maji mpaka mume wake amruhusu kunywa. Kweli maisha hayo mume wangu? Umemaliza? Siwezi kumaliza, nina mengi sana ya kukuambia. Basi sasa nisikilize. Halmashauri ya kichwa chako ndio serikali yako. Kama umeamua hilo, mimi nifanye nini? Sina la kufanya mie. Moyo wako, maamuzi yako, nafsi yako ndivyo ilivyokutuma. Nikulazimishe? Nenda mama. Nenda, njia nyeupe. Nenda. Niende si? Ila kumbuka kitu kimoja. Aheri ya haya kuliko ya hayo. Utakuja kunikumbuka. Akukumbuke nani? Kumbuka umevunja mila na desturi za Mtanzania. Hata siku moja mwanamke amwachi mwanamume. Hiyo ni laana tosha. Na hakuna kitu kingine chochote ambacho kinakufanya wewe utoke katika mji wangu hapa
ni yule Muha. Mume wangu. Yule Muha ndo anakupa wewe jeuri. Na naamini safari hiyo unamfuata yule Muha. Saizi unasema basi we nenda. Hivi unajua kama mafanikio ya mwanaume yapo nyuma ya mwanamke? We. Hilo usiniongopee. Tena usinidanganye kabisa. Mafanikio yangu mimi yatabaki kuwa kama yangu mimi. Jitihada zangu ndio mafanikio yangu. Na sitetereki. Eti kwa sababu wewe umeondoka, ukafikia hapa mimi hapa nitayumba. Siyumbi. Jeuri yako ndo inakuponza. Na hiyo ndongo yako itakufikisha pabaya mume wangu. Usipofika hatua ukabadilisha tabia zako, zitakuponza. Sasa nakwambia hivi, kama jina langu mimi sio Kibong'oto, ukiniona nimetia mguu tena hapa kwenye nyumba yako, kwenye hicho kibanda chako unachokilingia hicho, labda jina langu libadilike. Lakini kama jina langu ni Kibong'oto, hujui wewe kitovu changu mimi kimelazwa wapi. Ndio utakaponiona na kanyaga tena kwenye nyumba yako. Nimekuchoka mwanaume wewe. Nongwa tu. Shika. Talaka yako. Wewe Kibong'oto. Nenda unapokwenda, nenda salama. Usiondoke kwa maneno ya jeuri. Na tukutana njiani tusalimiane. Na hilo jela Kibong'oto nimekupa mimi. Wewe unanena unamala. Unaongea unamaliza. Mimi nikuta njiani na kusalimia kama kawaida. Kwani mimi nimekuacha wewe ndio umeniacha? Sheria kwetu hakuna mwanamke kumwacha mwanamume. Mimi ndio nimeachwa. Kwani mimi nilikuwa sikupendi? Kwani mimi si ndio umeniacha? Hii si ndio talaka? Asinibabaishe mimi wewe. Mimi mwanamume lijali. Kata mti, panda mti. Kama yeye kaondoka, wanawake wapo kibao wanatafuta ndoa. Weka mwanamke mwingine mzuri kuliko yeye. Kitovu cha kwenu. Kila mtu ana kwao. Ananitisha mimi. Au nitishi au ni baba ishi. Maisha peke yako na baridi mvua linakuja. Hello. MC. Vipi Faida? Wasemaje kama huko? Mwanangu 100. Bwana mimi kama nilivyokuambia rafiki yangu. Ule mzigo wa njaa nishaupiga chini. Lile gunia la njaa lile nishalipiga chini. Mimi unanizingua tu rafiki yangu. Hivyo. Yaani vile. Mimi ninavyoona dalili tu kwamba simuelewi. Sijui mashoga sijui nikaona huyu. Nikaona mapema. Nikaachwa mie bure, bwana niwahi nimwache yeye. Kwa hiyo mimi ndo nimemwacha. Yaani mimi ndo nimempa talaka yake. Sio yeye kanigia mimi talaka. Mimi ndo nimempa yeye talaka yake. Ito libebeki bwana. Sasa wewe fikiria jana mkelenyewe lile rafiki yangu hata jina lake Kibong'oto. Kibong'oto ndio jina gani? Watu wengine mikosi tunanea nyumba. Jina peke yake limekaa vibaya hata kwenye kompyuta alinginyi. Riziki hiyo inapatikana vipi katika nyumba? Mimi niliachia likala nikie mbele huko. Sasa mambo akaja ilikuwa kwenda mbele hapa masonge tu muda wote. Kata pumba. Baba achezea huku, mama achezea huku. Basi fresh mwanangu, mimi nipo mwanangu. Haina noma. Nimempa talaka yake. Mimi ndo nimempa talaka. Au sio? Mimi napika mwenyewe, nafua mwenyewe. Kila kitu nafanya mwenyewe, naosha vyombo, napika mwenyewe na nafua mwenyewe. Tena napiga kazi kishenzi yani. Basi sasa sikumalizie salio lako. Okay. See you after time. Bye bye. Thank you. Jamaa. Amiroya huko kenda kikazi tu sika pata demu.
kapata mwanamke hajarudi mpaka leo. Familia wewe na watoto. Ana kila kitu. Una bahati wewe mshenzi wewe. Leo unanichafua mimi. Na sijui kama una leseni wewe. Nyie ndio mnasababisha ajali kila siku, mnavunja tu miguu. Na sijui kama pikipiki yenyewe unajua vizuri wewe. Madereva nyie ndio siku mbili tu mnaingia barabarani. Au baadaye mnakuja mnakamatwa, oh serikali tuonea. Udereva nyie ndio kama huo. Chance type. Yaani baadhi ya bodaboda, sio bodaboda wote, baadhi ya bodaboda akili hawana. Lakini muache, Mungu atamlipa ule. Kama dereva yenyewe ndo kama ule, Mungu atamlipa. Pumbavu mmoja. Halo? Halo? Mwajuma. Vipi afangu unakuwa mzushi kila siku unanizingua? Yaani kila siku wangu unanizingua, unanilaza mlango wazi kila siku unaza mlango wazi rafiki yangu afu utokei wala nini? Sasa usiniangushe basi, usiniangushe. Yupo kenda Kisele kwa kuvuna mpunga huko Bigwa huko kwa mama yake. Wewe tu arudi leo wala kesho. Nipo single. Niko peke yangu. Yani fulu kujiachia. Fulu kujiachia. Akufumania nani bwana wewe? Hayupo ule kashauri kwenda kuvuna mpunga kule na ninja panda Kisele. Yupo Bigwa huko kwa anavuna mpunga huko. Wewe tu. Basi poa, wewe njoo tufanye yetu. Haya poa basi baadaye, haina noma. Poa. Usiniangushe. Odi. Nani? Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Karibu shosti. Asante. Zali la mentali hili leo mke wangu hayupo. Embedodo. Wache mkono laini kama sponge. Welcome, karibu. Na masika haya. Oh baba, mimi ndo Mwajuma. Sababu shemeji. Mambo gani? Hapana, nyamaza. Mimi ndo Mwajuma. Hakuna. Kwa hiyo ulikuwa unasubiri masika wewe chula. Wabia shemeji, majaribu tunafanya majaribu shemeji. Usiniambie majaribu. Kwa hiyo ndio umezoea kuingiza kina Wajuma hapa. Kwa mimi dada yangu hana maana ndoa yake, unamfanyia uni, umeoa kwa sababu kuzalisha kwa wewe, ndio maana yake. Toba. Sasa amefikaje huko shemeji? Nimefika mimi, hajafika hayo. Wewe unaona mimi ukajua mimi mwanamke. Unaingiza Mwajuma eti na baridi hii na baridi. Nyinyi ndio mnatongoza naye kipindi cha baridi.
Unaona kama wao joto, si ndio maana yake? Sikiliza. Nimekuja na swala hili. Kwanza leo tunavunja ukoo wenu, ukoo wetu. Sasa shemeji, haya mambo huko yanafikaje? Sikia kwanza, subiri kwanza bwana Gondo. Subiri kwanza bwana Ngondo. Usiniletee majaribu. Usiniletee shetani, usiniletee ibilisi katika mji wangu. Mambo gani unataka kunifanyia? Ulijua kitonga mwenye hapo utaka kwenda dukani ukanunue kinga, Kwanza subiri nikwambie kitu. Mimi leo mke wangu na siku ya 3 sijamuona. Mke wangu yuko wapi? Na mimi nataka kujua mke wangu yuko wapi leo na siku ya 3 mke wangu sijamuona, alafu unaniletea mapicha kama haya. Nakuletea mapicha mimi Bandala Sinema. Mke wangu yuko wapi? Wewe jiheshimu. Mke wako nimemchukua mimi, nimemrudisha nyumbani kwa sababu ukoo wenu hujazoea kuishi kimaadili na ukoo wa watu wengine. Sawa, kuna hivi gani ya kukaa na mke wa mtu? Nisikilize kwa yanayofuata. Mke wangu mimi umnakaa naye wewe kinyume na sheria. Wewe kumbe unijui, nitakutia makofi. Nitakutia makofi. Hey. Sasa sikiliza. Unachotakiwa hapa ni kuandika talaka. Andika talaka, muandikie talaka mdogo wangu. Andika mimi fulani nimeamua kumwacha mdogo wake Gondo kwa sababu hiki. Andika. Shika. Naandika talaka mke wangu hapo talaka gani? Andika talaka. Unaita wewe? Masela, mimi sija peke yangu. Mimi nimekuja na masela wangu. Basi baba naandika ndugu. Masela. Naandika ndugu yangu naandika ndugu yangu. Shaya wewe. Kunja ni mani. Oza man. Aozi. Naandika baba naandika. Huyu katoka South Africa. Huyu mzamiaji, huyu kashazama mpaka katika matumbo ya watu, kazama katika vichwa vya watu, kazama katika masikio ya watu, kazama katika miguu ya watu. Sasa wao ukijifanya chizi atazama kwenye mwili wako. Andika talaka. Balia yule namjua Balia yule. Balia. Komando kipenzi. Mimi Nyanje. Usiku wa leo namwacha mke wangu kwa dharura. Unajizarulisha? Sema namwacha mke wangu kwa sababu nimemtia makofi, nimeruka zile nidhamu nilizokuwa nimeapa siku ya ndoa. Usijepushe. Ndio. Masera! Basi baba naandika na baba. Namwacha mke wangu kwa sababu nimekeuka. Tetea viungo vyako. Nimekeuka kwa kuchukua maamuzi ya ukatili wa kijinsia. Kwa kumpiga mtoto wa kike pasipokuwa na makosa, kwa kuwa nimetumia nguvu, kwa kuwa mimi mwanaume. Namuacha dada yake. Usiandike mcharazo, watu watakuwa hawajui kusoma. Nyosha moja kwa moja, usiandike kama dokta hapo. Namuacha kwa herufi mikubwa. Dada yake Gondo. Ndio. Kwa sababu wakati mwingine nampiga, yani namfanyia ukatili wa kijinsia. Ndio. Natumia mabavu mimi nikiwa kama mwanamume miguvu yangu. Wewe mwanamke anapewa mapenzi, sio mwanamke sio anapigwa pigo. Andika. Masela ni mwa bangi, ni mwa. Baba naandika jamani. Naondoka na pesa sasa hivi. Mtu mbili ndani ya truck moja. Mama yangu mtu mrefu kuliko wote katokea wapi? Sio mtu mrefu. Baba naandika ndugu yangu naandika. Andika mimi jamani. Andika sitaki baba naandika ndugu yangu. Au utaondoka na pesa. Hakuna naandika mimi. Nifaa kwenye mazoezi. Na vitu na mafuta. Fanya faster kila kitu. Mafuta wewe nini tena jamani, kuna nini hapa mafuta nini? Mafuta taa. Na vitu vya ndani vyote nampa yeye mke wangu. Wewe sikiliza. Unapoandika hapa. Si umeandika talaka tayari? Andika sasa kwa ridhaa yangu. Naamua kumkabidhi mali zangu zote za ndani. Andika kitanda. Sawa. Kwa ridhaa yangu. Kwa kulazimishwa sijui. Hakuna. Kwa ridhaa yangu mwenyewe mimi. Andika. Namkabidhi mali zote za ndani, kitanda, godoro, shuka, panda sijui shuka, chaga, suruali zako, Masai, chaga, kapeti, viatu vyote na vitu vyote nilochuma naye
napanzia. Chuma. Katika maisha kuna kuchuma, mnachuma maembe. Malizia weka na saini hapo. Lakini vitu vyangu nimenunua mwenyewe kwa nguvu zangu hivi jamaa. Wewe. Maana yule uko na kula bure. Naanguka saini. Naanguka saini hapo. Fanya faster. Afia haitoshi. Leta dole gumba, leta dole gumba, Hili hapa, hili hapa la kwangu. Toka kama muhuri, weka hapa. Mama wewe. Mafuta hapo. Ya nini? Simshavuta bangi. Yaani fresh. Gongo simekunywa wewe tu. Wanangu mimi pa kuweka ni sina. Sasa sikiliza, mtapumzika mpaka asubuhi, mtakuja na vitu vyako. Balida. Lala na masala. Yaani mimi na wao mundani. Balida. Ngoja. Wewe usikafunga mlango. Ndio. Sasa mimi najua masela sio watu. Ndio. Nyinyi chochote mnachokifanya fanyeni. Balida. Sasa mimi najua wengine mmetoka jela hapa. Balida. Wewe hapa ndako hapa. Fungua goli bwana. Oe. Sasa utakuwa uchoki. Hautoki. Utakukuta asubuhi. Utafanya haja zote humo humo. Naye boya wewe. Niambie bwana mshenga kibandiko, mshenga kashata. Unajua ndugu yangu, mimi nashinda kukuelewa. Tena nina mashaka na wewe. Labda nikwambie kitu kimoja. Ndoa ni makubaliano ya watu wawili, kati ya mke au mume. Kudumu kwa ndoa au uvunjifu wa ndoa unategemeana na tabia. Nakusikia kungwi. Au familia. Au wakati mwingine hata pande, kati ya pande ya kikeni na kiumeni. Lakini nikiangalia hapa kaka, kwenye tatizo hili nililokuja nalo hapa, matatizo mnao nyinyi watu wa kikeni, tena matatizo mazito mno. Kilichowafanya mje kuoa, unaleta ukike mwingi. Unanitukana kwa hiyo. Sina kutukana, wewe ni shemeji yangu. Alafu kaa ukijua kwamba mimi ndiye mshenga professional. Umeona? Wewe ndugu yangu, mtoto wa kiume, mbona unashindwa kuwa na kaba? Mbona unashindwa kuwa na kolomero? Mwenyezi Mungu mashallah, alhamdulillah rabbil alamin amekujalia kuwa na ndevu. Lakini ndevu zako wewe mtoto wa kiume unazitumia vibaya. What is this? Mtoto wa kiume unakwenda saa 6 za usiku. Kibaya zaidi. Yaani mpaka nasema mimi nina mashaka na wewe. Unanitukana ujue. Sio kama ninakutukana. Wewe unakwenda kwa mwanaume shababi. Mwanaume aliyekamilika, umetinga dela. Umevaa dela kabisa na kimtandio. Kweli? Mimi Ashura, mimi Mwajuma, unampa majaribu mdogo? Kwa hiyo unanitukana. Sina maana kutukana. Nakuuliza unanitusu, mimi sina kutusi, mimi nina mashaka na wewe. Utakuwa una mapungufu tu. Kwanza ndugu yangu, naomba usinitukane. Kwa sababu hapo unakuwa kama unaudhalilisha ukoo. Mimi najua tu tulifanya makosa sana. Tulifanya makosa sana kumuozesha mdogo wetu katika familia yenu. Kwanza familia yenu inanongwa sana. Sie? Sisi tunanongwa? Wewe ndio unanongwa. Mnanongwa kweli kweli. Familia yenu haijai kutoboa. Sijai kusikia katika familia yenu kuna mtu ana baskeli. Kwa never pale mdogo wangu mimi kutoboa. Nimepiga mahesabu, nyinyi familia yenu ni sawa sawa na mti wa mbuyu. Limekuwa lipana lakini halitoi mkaa. Kwa mdogo wangu utakafe na dhiki, nimwache afe na dhiki pale. Mdogo wangu nimekuja kumwambukiza dhiki katika ukoo wenu pale. Mje kumfanya chuma ulete. Sikiliza, mimi nilitumia akili nyingi sana. Nilitumia technique nyingi sana. Niliwaza kwanza. Tangu mdogo wangu ameolewa mpaka sasa hivi, kila nikimpiga vizinga bwana nitumie hela katika mtandao. Sina, nimeachiwa buku. Yaani nyinyi mmemwacha jina la panya mimi mdogo wangu. Tuache hayo. Technique nilofanya mimi ni kutaka kujua kwamba mdogo wako ni kweli anamharibia maisha mdogo wangu, anampotezea muda katika ndoa. Nikauliza majirani wakasema kweli. Nikauliza marafiki zake wakasema hatujajua vizuri lakini inawezekana kweli. Nikatumia technique ya kuvaa dela, tena jipya nimelinunua mwenyewe.
Nikaenda pale mimi nikataka kujua mdogo wako ana tabia gani, anaingizaga wanawake ndani. Nikafika mimi nikagonga hodi, kang, kafungua vizuri tu. Tena alivyofungua tu hajauliza hata jina kwamba huyu ni nani au kuchungulia unani. Kaanza tu nani? Fatuma. Nikime tena nikafuta pozi nikakaa hivi. Hadija. Nikafuta pozi tena mara pili kumwangalia. Kulusumu. Hivi majina yote anataja yeye. Nikagundua kabisa huyu moja kwa moja mdogo wako huyu. Huyu mwasherati, huyu atamharibia ndoa mdogo wangu, huyu atamtia hata magonjwa, atamletea magonjwa mdogo. Nikamwambia pale, andika talaka tatu kwa sababu mimi ni kama msimamizi mkubwa wa familia. Hapo. Nikamwambia aandike talaka tatu kwa sababu haiwezekani anizalilishie mdogo wangu. Akizalilisha mdogo wangu amemzalilisha ukoo wetu. Ndio nasema vipi? Hapo. Wewe uende ukadai talaka. Wewe ndio uliolewa. Wao umekuja kuchukua talaka. Wewe ndio ulioa. Ndio nasema vipi? Wewe uende kudai talaka. Wewe ndio uliolewa. Alafu mimi nina mashaka na wewe. Yaani nina mashaka makubwa sana. Mashaka gani? Unamwendea na Masela. Masela wa nini? Masela wa nini? Masela ili kama akigoma kuandika talaka achapike. Saa 6 za usiku. Alafu ameniambia kabisa kuna kipindi aliniambia kabisa Masela nini wanataka kuingia ndani. Ndio. Ili amfanye nini ndugu yangu? Unataka tufungie fumbo sasa hapa tunafungua fumbo hapa. Ndio maana kila siku nakaa na kufikiria. Sikumalizi. Sasa pale nitaka nijue kama ndugu yako kweli kidume. Maana mwanaume ukilazwa na Masela wawili lazima ulale kwa timing. Huwezi kulala ovyo, kuna milalo lazima uichague pa kulala. Sasa kama yeye alikuwa kidume kweli mbona aliogopa kulala na Masela? Ngoja nikwambie, hakuna ng'ombe anayochoshwa na mapembe yake. Na siku zote daa konokono anatembea ovyo mtie chumvi, atarudi ndani ya jumba lake. Wewe familia yenu imetushindwa. Kama mnamtaka tena mdogo wangu, mje mtuambie mmechuma mahali kiasi gani, mnamiliki ardhi kiasi gani, mna majengo kiasi gani, niwape mdogo wangu hivi. Mdogo wangu sio jitu la kuwatafutia nyinyi hela. Wewe una matatizo. Alafu nikwambie kitu kimoja. Usilitaje neno taraka. Yaani usitaji kabisa neno taraka. Sababu ujue unapotaja kitu kinachoitwa taraka, ardhi inatikisika. Nani anaweza kutikisa? Dunia hii nzima sijawahi kuona atikise mtu ardhi. Ardhi itikise imekuwa togwa. Imekuwa togwa? Wewe bwana wewe. Bwana ndio mimi. Wewe bwana wewe. Mimi bwana kweli. Laana hiyo. Laana gani? Ndio hivyo unaita mambo ya kijinga. Sio mambo ya kijinga. Wewe ndio una mambo ya kijinga. Ya ardhi inatikisika. Malaika wa heri hata kwepo. Malaika walitoa mchango wa harusi. Malaika walitoa mchango wa harusi. Ndio nasema vipi wewe una matatizo? Tokee mie. Sio tokee. Sio itokee, mimi nakwambia kweli ndugu yangu. Nini? Kibaya zaidi hata siku ile ya harusi niko na mashaka na wewe. Kwa sababu siku ya ndoa mdogo wangu nilivyokuwa na kuona kaka. Wewe pilika za jikoni wala. Jikoni upo kwenda kuonja mchuzi, mara umejiona kwa kina dada kuchambua mchele. Umenikumbusha. Unachambuaje mchele? Umenikumbusha masuala ya jikoni, nilienda maksudi. Nilimuona baba yako mdogo kaondoka na nyama katika mfuko wa lambo. Ninyi mmekuja kufanya sherehe, mmekuja kuiba nyama. Nyama watu walikula kipande kimoja familia yenu hiyo. Tena ondoka bwana, nitakudhalilisha, nitakwambia maneno mabaya. Nakwambia ukweli. Wewe hufai. Sifai nini? Wewe mtoto wa kiume sio dai talaka. Talaka hiyo noma, talaka noma. Mtoto wa kiume utadai talaka mtoto wa kiume. Asa na nyalo. Mwenyezi Mungu ndio anasema awewe kukwa bloira. Unanitukana tu. Inawezekana kwa kukwa bloira. Unatombolea asubuhi, jioni unataga mayai. Wewe kukwa bloira. Asante sana. Wewe kukwa bloira. Kama yeye kidume, mwambie arudishe tena, aje aoe tena pale. Ndio atajua familia yetu vipi. Wewe utakuwa kukwa bloira. Kwa sababu kukwa bloira siku zote vile kwa ukweli ndio. Wewe mtoto wa kiume. Sawa? Kukwa bloira. Yaani kukwa bloira jinsi alivyo. Unampa mbolea. Ukishampa mbolea, pumba yani. Yaani pumba. Nakusikitikia na kuonea huruma. Kwa mimi natagaga, si ndio? Sijui utajua mwenyewe. Sawa bwana, na mimi familia yenu naifananisha na bata. Hata mkila tofali au mlejiwe,
Mwahala tu. Hamna jambo nye. Saizi unasema basi wewe nenda. Hivi unajua kama mafanikio ya mwanaume yapo nyuma ya mwanamke? Hilo usiniongopee. Tena usinidanganye kabisa. Mafanikio yangu mimi yatabaki kuwa kama yangu mimi. Jitihada zangu ndio mafanikio yangu.